Yes people, welcome back to the channel. Naitwa Navigator Chinduli na leo kama unavyoweza kuona niko zangu maeneo ya Mbezi Jogoo. Ya Mbezi Jogoo. Nini kimenileta huku Mbezi Jogoo? Kilichonileta huku bwana, nataka tuangalie progress ya mwendokasi, ujenzi wa barabara ya mwendokasi katika hii hapa Bagamoyo Road. Ya kama tunavyojua kwamba barabara zile kubwa ambazo ni tunaweza tukasema kama ndo milija ya Dar es Salaam zinajengwa kwa kasi sana. So moja ya barabara hiyo ambayo ni muhimu sana ni hii hapa barabara ya Bagamoyo ambayo leo tutakuja kuiona hapa. So mwendokasi huu utaenda moja kwa moja mpaka Tegeta Dawasco. Moja kwa moja mpaka Dawasco, na sasa hivi ndio kama unavyoweza kuona hapa tuta katikati la mwendokasi lenyewe tayari hapa maeneo ya Jogoo. So it is what it is. Cha msingi tazama video hii mpaka mwisho, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Tukiendelea kupeana update mbalimbali. Ngoja nivuke, maana hii barabara inavyojengwa maeneo haya ni hatari sana. Inatakiwa utake care sana. Kwa hiyo sasa hivi wako na kasi ya ajabu kuhakikisha inaisha hii barabara mpaka hapo nilipokuambia Tegeta Dawasco, ili watu wanaotoka ukanda huu kwa Bagamoyo waweze kufaidi huduma ya mwendokasi ambayo sasa hivi inafanya katika barabara za Kawawa, Morogoro, Kilwa. Hizo ndo barabara ambazo officially zinafanya mwendokasi kwa sasa, na hii barabara ya VETA. So suni watafika kwa ndugu zetu wa Gongo la Mboto, na baadaye kwa watu wa huku hapa Tegeta na Buguruni pia. Kwa hiyo hivi ndivyo inavyoonekana, na hapa ni maeneo ya Mbezi Jogoo kama unavyoweza kuyaona. Mbezi Jogoo ukienda kule Kunduchi, Tegeta na maeneo mengine, ukirudi hivi huko ndo unarudi mjini, maeneo ya Mbezi haya na maeneo mengine, lakini ukipandisha huku juu ndo unaenda maeneo ya Salasala, Goba, wapi ukipandisha kwa upande huo. So hivyo ndivyo mambo jinsi yalivyo. Niandikie hapo chini kwenye comment, wewe mwaka gani ulishawahi kuishi maeneo haya huko ya Mbezi. Kama bado uko mitaa hii pia niandikie, na mambo yapoje katika mitaa hii, basi mimi nitafurahi sana kusikia hivyo. It is what it is. Hiyo Tanzania inaendelea kujengwa kwa kasi sana. Niliona mjadala unaendelea katika mitandao ya kijamii na video vya kidigitali. Mheshimiwa Ruto alisema kuwa Kenya ndio nchi inaongoza kwa kuwa na barabara nyingi za lami, kilomita nyingi za lami, kilomita 20,000 na lakini Mheshimiwa Ulega naye akaja akasema, akajitetea kuhusiana na Tanzania kwamba Tanzania hatukurithi barabara za lami. Kwa hivyo labda yeye alimaanisha, Mheshimiwa Ulega alimaanisha kwamba kwa watu ambao hawajarithi barabara za lami, Tanzania ina barabara nyingi, kwa sababu hatukurithi, tumezijenga wenyewe nyingi barabara katika hizo barabara. Kwa hiyo tuna kilomita 15,000 na zaidi kidogo. Lakini watu wa mwisho kabisa kwa kuwa na kilomita nyingi katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki ni watu wa South Sudan. Wao wana kilomita 300 na ushe, na watu wanaoongoza ni Ethiopia, wana kilomita nyingi sana kama 24,000 na kwa hiyo yote kwa yote lengo ni kuhakikisha tu East Africa Community inakuwa ina connect yote kwa pamoja. Kwa hivyo, na tunajua kwamba mambo haya ya ujenzi ni gharama, lakini tunatakiwa tujitahidi na watu wafanye vitu kwa ari na uzalendo wa hali ya juu kuhakikisha kuwa tunakuwa katika sura nzuri watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini katika hizi jumuiya sina hakika sana, lakini hatuko vibaya sana.
Labda sasa hivi sijui Tanzania kwenda Rwanda ni lami, Tanzania kwenda Kenya ni lami, Tanzania kwenda Mozambiki ni lami, Tanzania kwenda Zambia mpaka unavuka boda ni lami, Tanzania kwenda Uganda ni lami, Tanzania kwenda Burundi ni lami, Tanzania kwenda wapi? Kongo nao wanapitia boda gani? Boda ya Kongo I think nako ni lami. Kwa hiyo unaweza ukaona ni lami. Kwa hiyo tumeconnect nchi. Tumeconnect nchi zetu hizi za jumuiya kwa barabara za lami. Lakini sasa tabu inobakia ni barabara za ndani za jumuiya za katika hizi nchi. Kwa hiyo so mbaya, na Tanzania mikoa mingi imebi connected na lami. Sijui kama kuna mkoa ambao hauja connectiwa na lami kuifuata barabara kubwa moja. Sijui. Kwa experience yangu wa mikoa niliyofika mpaka sasa hivi 17 yote imeconnectiwa na lami. Sio wilaya, sizungumzii wilaya, nazungumzia ile mikoa. Lakini bado kuna wilaya zingine hazija connectiwa na lami, na ndio hivyo ujenzi unaendelea. So mbaya sana. Cha msingi na cha muhimu zaidi ndio kama nilivyosema, tuendelee kupiga kazi, kila mtu kwa nafasi yake, kwa bidii, ili tuweze kuwa na Tanzania inayong'aa. Inafahamika kuwa si kazi ndogo kuijenga nchi kubwa kama Tanzania, lakini vile vile sio kazi ambayo haiwezekani, ni kazi ambayo inawezekana. Kwa hiyo ni swala tu la kuweka bidii na jitihada na ari zalendo, basi tutafika. So hii hapa ni Mbezi Jogoo, tunaimaliza kama unavyoweza kuona, mwendo kasi unajengwa. Diversion is everywhere. Na hapa ni Interchick sasa. Kituo hiki hapa ndio Jogoo, lakini sasa hivi wengine wanaita kama Interchick. Ndio hapo tu. Kwa sababu mimi Jogoo yenyewe ni ile pale, na pale ndio kituo cha mwendo kasi. Lakini kwa hapa hivi kuna kiwanda cha Interchick. Kuku wale mabroiler wanapatikana pale. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo ngoja tuende tuvuke hapa ili tuone mambo yakoje. Kwa hivyo kama haya wewe ndo maeneo yako, niandikie chini kwenye comment. Bado tuko Dar es Salaam, tunaendelea ku recharge kama nilivyokuambia. Lakini hapa mbele yangu upande wa kushoto kuna chuo hiki kinaitwa Vignan Institute of Science and Technology. Hapa watu ambao wanahitaji kuwa ma-expert wa mambo ya IT, computer science na mambo mengine kama hayo, wanaweza wakafika hapo wakaleta ndugu zao wakaja kusoma. Lakini kule kama nilivyokuambia ndo Interchick Mbezi, Interchick. This is Tanzania for you. Na hizi hapa ni progress ambazo zinaendelea katika nchi yetu ya Tanzania. So kila siku nitakuwa napita mitaani tu vichochoroni kuonyesha real life. No, siku zingine ndo kama hivi napita kuwaonesha wapi tumefikia. Sisi kama taifa na kama Dar es Salaam kwa ujumla. Wakati huu tunaelekea Afcon. Na wiki kama moja au mbili nyuma zilizopita kulikuwa na kikao cha wadau kuelekea Afcon kilifanyika Dar es Salaam. Unfortunately sikualikwa, lakini niliona watu ambao walialikwa. Kwa hiyo yamejadiliwa mambo mengi, miongoni mwayo lazima najua kutakuwa na mambo ya miundombinu, kwa sababu kama mnavyojua Tanzania mwakani 2027 itakuwa mwenyeji wa mambo makubwa mawili. Afcon kwa kushirikiana na Kenya, Tanzania na Uganda. Lakini pili tutakuwa wenyeji wa kitu kinaitwa Miss World. Kwa hiyo kuna mambo lazima yatakuwa vizuri. Hapa pia ni hiyo ndo Vignan, lakini ni IMTU hospitali inapatikana hapa. Sijui ndio imebadilishwa jina, inaitwa Vignan. Maana hapa mbele wameandika Vignan, afu kule IMTU hospital sijajua exactly which is which. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, kwa hiyo Tanzania itakuwa mwenyeji wa mambo hayo, na mambo hayo yote yanayaleta wageni wengi sana. Hii Afcon ndio usiseme, kwa sababu Afcon ni tunazungumzia mwezi mzima, watu watakuwa wenyeji hapa. Kama mtu ametoka Burkina Faso, Ghana na nchi zingine kama hizo, mpaka akiondoka hapa Tanzania atakuwa ameshajua Kiswahili na ashakuwa Mswahili. Mwezi ni mwingi sana katika kujifunza Kiswahili kwa beginners. So ndio itakuwa hivyo. Kwa hivyo na imani katika mambo yaliyojadiliwa lazima litakuwepo jambo la hilo la nini,
Ile jambo tunasema la miundombinu, na ndo kama hii hapa inamaliziwa. Ikishamaliziwa hii hapa na ile ya Sam Nujoma, maana hizi ndo barabara ambazo sasa hivi zimebaki kumaliziwa, Sam Nujoma na hii yeah. Kwa hiyo Tanzania itakuwa iko tayari zaidi kupokea wageni. So hivyo ndivyo mambo yalivyo jamani, hapa nyumbani kwetu Tanzania. Na leo nikiwa niko maeneo ya Mbezi ya, tumeanzia Mbezi Interchiki kama ulivyoweza kuona. Najitahidi kuonesha kwa upana wote, kwa sababu kuna mtu alisema sioneshi kwa upana, lakini naweza nikawaambia kwamba sometime kuna maeneo mengine huwezi kuonyesha kwa upana kutokana na restriction, usije ukaingia katika, lakini vile vile unasoma facial expressions za watu hapo. Huwezi kugeuza kamera tu bila kuangalia facial expressions za watu, utaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo sehemu kama hizi utaona huku na huku na mwenyewe utapata raha na burudani kabisa kuiona Tanzania ukiwa popote ulipo, hata kama uko mkoani. Kwa hiyo ujue hii hapa ndo Mbezi, na ukifika Dar es Salaam kama unataka kutembelea Mbezi, basi kwa kutokea Kariakoo utapanda magari ya Tegeta yanapita katika barabara hii ya Morogoro. Kwa kutokea Makumbusho yapo magari yanaenda Bunju, yapo magari yanaenda Kunduchi, utapita hapa. Kwa kutokea panafikika, kwa kifupi panafikika. Na uzuri ni kwamba Dar es Salaam nauli ni cheap. Swala la nauli ni cheap. Kwa hiyo wewe tu kama unataka kuzurura, basi unaweza kutumia video zetu kuangalia. So kwa hiyo hii hapa ndo Mbezi. Niambie wewe kama umeshawahi kuishi au kama kuna ndugu zako huku, au ndo unaishi huku, unaishi Mbezi gani? Niambie hapo. Kama unavyoweza kuona mnajengewa mwendo kasi hapa. Sasa hivi Kariakoo itakuwa kunusa tu, na hii barabara itakuwa line ngapi? 1 2 3 4 5 6. Itakuwa 6 na service road 7 8. Itakuwa line 8 kwa barabara hii hapa. Si mbaya, line 8 ni nyingi ikiwa tutafuata utaratibu. Kama tutafuata utaratibu, basi itakuwa ni line tu nyingi ambazo zinafaa kabisa kwa matumizi ya jiji. Line 8 hii barabara zinatosha line 8 isipokuwa tu watu tujitahidi kufuata utaratibu, tusishishi kwa mazoea bwana. Leo wakati nipo kwenye daladala na kuja huku, kuna kitu mimi kinaniuzi sana. Unajua tunajishusha thamani sisi wenyewe wa Afrika na Waswahili. Mimi nazungumzia hasa Waswahili kwa sababu experience yangu ipo Tanzania, na mimi mwenyewe nikiwemo. Kwa mfano leo nimepanda daladala, nimemkuta mtu mmoja, ni mtu mzima tu, amekunywa juisi, amemaliza, ametupa chupa nje. Nikasema hii hapa hata jirani zetu tu wa Rwanda hawafanyi kitu hiki. Sisi Tanzania kwani nani ameturoga? Yaani anatupa afu mwingine tena amekula karanga, ametafuna karanga. Yupo kwenye daladala, karanga zipo kwenye mfuko, amemaliza kutafuna. Yaani pale ingekuwepo mtu mwingine, manake ilitakiwa yale maganda yaweke kwenye mfuko afu akaweke sehemu sahihi. Lakini yeye mfuko ule anao, alafu akachukua yale maganda akayarusha nje barabarani. Nilishtuka, nikasema hii kwani inakuaje hii? Lakini nakumbuka daa ya Makonda ilianza kunyooka. Natamani mheshimiwa aliyokuwa sasa hivi naye Mheshimiwa Chalamila akop ile mbinu ya Makonda ile. Kidogo katika swala la usafi na kuitunza miji. Yaani watu wanatupa tu barabarani. Siku nyingine tena niko Kariakoo pale mtawa Uhuru, mtawa pale gerezani, nakumbuka nimaliza kushuti wakati naingia Metikasi sasa. Si mtu hivyo tena amemaliza kunywa juisi, ametupa pale. Tupa amekirushia barabarani, amekaa tu. Nikasema mimi nikamwambia vipi bro, mbona si sawa? Akujali. Kwa sasa sijui, labda nyinyi muniandikie hapo chini wakati tunaendelea kusubiria matukio makubwa kama haya ambayo yataleta wageni wengi. Unajua mimi kila nikiangalia video za Morocco zile za Afcon, na sisi tabia zetu wa Bongo naenda patoka kasi, naona hii itakuwaje? Ukiangalia video za Afcon zilizofanywa na mavlogger Morocco yaani mpaka unaogopa kwamba sisi tutaweza watu, sisi tutia aibu kweli sisi katika masala kama haya. Ustaarabu hapa nazungumzia ustaarabu wa mtu mmoja mmoja, ambaye kila mtu anatakiwa ajikometi yeye mwenyewe tu, ujikometi kwamba mimi bwana natakiwa nifanye hivi. Kweli niandikieni chini hapo nyinyi mnaonaje, yaani nini kifanyike ili angalau
watu wawe na ustaarabu katika nini. Yaani hilo hapo halina uhusiano wote na mambo ya siasa. Swala la ustaarabu ni wewe. Yaani sio swala la kusema sijui siasa, sijui kufanya. No. Hilo ni wewe. Kwa nini mnadhani wabongo tunakuwa hivi? Tunakupeani watu fulani hivi, don't care, unatupa popote pale. Nini kifanyike? Niandikie chini kwenye comment tukiwa bado tunaendelea ku-explore Mbezi. Na unaweza kuona sasa hivi mifereji haitakuwa inaonekana, itakuwa kama vile wanaweka makalvati chini, wanafikia maji yanapita chini kwa chini, chuma inaendelea. Kitu kingine ambacho kinaniuzi tena sana sana ukipita Kariakoo, watu wanatupa vitu vigumu kwenye mitaro, ushaona, kwenye zile chemba za maji taka, kitu ambacho kinasababisha maji zile chemba kuziba. Zikiziba maji yanafumuka, yanakuja juu. Kwa mfano pale gerezani pale, ukipita gerezani ndio uta experience kitu hiki sana. Maji machafu yanalipuka pale. Sasa hiki ni kama raha. Sasa hiki hapa ni kitu ambacho si kizuri. Yaani sasa hili hapa na hili utanyambia ni serikali. Yaani wale watumiaji wa vyoo wale wanaenda wanatupa vitu ambavyo vinaziba zile chemba. Kwa hiyo hili unataka nani aje kukagua chooni kwako? Unataka nani aje kukagua wewe chooni kwako kwamba yaani kuna vitu vingine mpaka unashindwa kuelewa yani sometimes. Sema ndio hivyo, ndio tumechagua, lakini tunayo nafasi ya kubadilika. Tunaikaribisha AFCON na mambo ndo kama haya. Miradi inajengwa kama mnavyoweza kuona maeneo haya Mbezi. Hapa sasa niko sehemu moja, hii mitaa inaitwa Goigi. Hapa panaitwa Goigi if I'm not mistake, maeneo haya. Kama sio Goigi, Makonde. Lakini ndio hivyo, bado niko Mbezi. Na hii hapa ndio barabara ya mwendo kasi ambayo ipo katika hatua za ujenzi. Na inshallah Mungu akipenda watu wa Tegeta na maeneo ya huku Bagamoyo wataanza kutamba. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikashare na nyinyi kwamba ikiisha hii barabara hii, viwanja kuanzia Kelege, Mapinga mpaka Bagamoyo vitakuwa bei ghali sana. Sijapata kuona kwa sababu mwendo kasi utakuwa umeishia Dawasco. Kutoka Dawasco kwenda huko Kelege na uli sijui Jelo sijui. Kwa hiyo unaweza ukaona mwenyewe jinsi gani patakuwa na viwanja vitapanda thamani. Kwa hiyo wakati ndio huu, kama unahitaji kuja kufanya investment kununua viwanja katika ukanda huu wa Bagamoyo Road, wakati ndio huu, mwendo kasi ndio huo umefika. Na mwendo kasi haudanganyi. Mimi nakwambia, kama una ndugu yako yuko Mbagala, muulize kuhusiana na mwendo kasi katika watu hadi Kimara sasa hivi. Juzi nimefanya ile video kwenye mwendo kasi ya Kimara. Safi kabisa, hamna kugombania, hamna nini, watu wanapanda kwa ustaarabu, chuma inatembea na gari ziko nyingi, full air condition. Kutapanda bei sana. Kwa hiyo kama unahitaji kuja kuinvest, ndio hiyo hapo, mwendo mbinu ndio hiyo mnajengewa, mwendo kasi. Kwa hiyo kazi kwenu. Kwa hiyo tuendelee tuweze kuona ni mambo gani ambayo yanapatikana huko mbele ya safari. Hapa ni Makonde if I'm not mistake. Makonde au Goigi. Ni vitu ambavyo vinakaribiana tu. So ndio hivyo, barabara inaendelea kujengwa. Hizo hapo kama chemba unazoziona hizo hapo ndio mifereji imepita hapo chini hapo. Wameweka makalvati kama haya hapa ya duara unayoona hapa, ndio yamefikiwa hapo chini. So maisha ndio yanavyoenda sasa hivi kwa hiyo kama kukiziba ndio wanakuja wanafunua hizo chemba, wanasafisha, maisha yanaenda. Hiyo hapo ndo mwendo kasi. Lakini pia unayo nafasi ya kuniambia ni sehemu gani nyingine ambayo ungependa tuitembelee kipindi hichi ambacho bado tuko Dar es Salaam. Tunaendelea kufanya recharge, kukusanya nguvu ili tuendelee na mikoa mingine iliyosalia. Niandikie chini kwenye comment ni neighborhood gani unatamani kuiona tena katika 4K ama 1080 HD. Angalia zile ambazo tulifanya na simu alafu utaniambia. So hivyo ndivyo mambo jinsi yalivyo.
Na barabara zake unaona hiyo nani hiyo margin, sio tunaita margin, sio nini, huo upana huo watu wa architecture mtaniandikia, ni upana mkubwa sana. Yaani barabara za zege ndio barabara ambazo zinadumu sana. Wewe umeona ile Morogoro Road. Mimi sijui kuona inafanywa matengenezo kung'oa. Achana na sasa hivi kinachofanyika pale ni kuitanua pembeni, hawajabomoa pale katikati. Sijui kuona inazibwa vilaka kwenye ile zege, na sasa hivi ina zaidi ya miaka 10 na ngapi sijui. 12 labda. Naweza ikafika tangu ipo kwenye ile hali, na ni barabara ambayo inapita magari mengi mazito. Kwa hiyo unaweza ukaona, kwa hiyo fedha inaenda hapa. Kwa hiyo lazima tujitahidi kutunza pia na sisi, ili tusiwe tunarudia kujenga kitu hicho. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe ni watunzaji, ili fedha zingine zikafanya mambo mengine. Tusiwe watu waharibifu, mara umefanya hivi, mara inakuwa jao. Kwa hiyo ndio Mbezi. Pale ni Matunda Complex, maduka hapa na pale. Kuna magari yanaenda Makumbusho hapa, kuna magari yanaenda Mawasiliano, kuna magari yanaenda Kawe, kuna magari yanaenda Mwenge, kuna magari yanaenda Kariakoo, kuna magari yanaenda Posta. Kasoro Mbagala tu ndio hayafiki huko, kwa sababu hiyo Mbagala mpaka huku ni mbali sana. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Niandike pia chini hapo kama kwenye Afcon utakuwepo, Mungu akipenda utakuwa Bongo. Itakuwa vizuri sana tukionana. Ni bado mwaka mmoja sasa hivi tufike kwenye hiyo Afcon panapo majaliwa. Kwa hiyo itakuwa unyama sana tukionana katika Afcon. Na inshallah mpaka kufikia Afcon nitakuwa nimeshapata pasipoti. I think inaweza nikafanya coverage za Afcon, labda nitaenda wapi? Kenya, Uganda. Na kwa nini nisiende? Katika Afcon kuna mechi unaenda Uganda kuangalia, kuna mechi unaenda Kenya kuangalia, na nice itakuwa ni very very easy to travel kipindi hicho cha Afcon. Kwa hiyo nitapambana niweze kupata passport kabla ya Afcon ili niweze ku travel, sababu kipindi hicho ndo fursa hiyo ya kipekee ambacho itakuwa haina ile competition sana, yani ile tunaita nini, complicated issues zitakuwepo nyingi. So pale ni Makonde, ambapo tumepita. Hapa ni Goigi. Hapa ni Goigi. Hii inaitwa Mbezi Goigi. Hapa kuna video nishafanya, kaiangalie. Lakini kwa huku kuna Mfugale Furniture. So poa. Hii barabara ukinyoosha juu kule na inanyoosha kule, inaenda kutokea tena pale mbele njia panda ya Goba. Kuna video nimepita katika hiyo barabara, unaweza ukaenda ukaiangalia. Unaweza ukaona. Kuna video moja inavuma tena, nimeiona na shirika la reli imekanusha, na sijui hata watu ambao walikuwa wanaipa airtime ile video walikuwa wanamaanisha nini, kwa sababu ni video ambayo yani wabongo sijui tumeshindwa kuwa na exposure ya kugundua mambo, au labda tu kwa sababu ndo tunapenda matani, lakini ni video ambayo hata wewe ukiangalia siku moja tu unajua kama hii ni editing. Kile kichwa kina mlio kama 93 Scania au Fiat zile za kizamani za kuchukua makontena bandarini. Sasa mimi nikajiuliza, nikasema hii train ukiwa tu kamata pale, ikiwa inapita juu pale, kama haijapiga honi hauwezi kujua kama train inapita. Yaani haina mungurumo, na mimi nimepanda, so mara nyingi haina mungurumo kwa sababu kitu kinatumia umeme. Engine za umeme wewe tangu lini zikaunguruma? Magari ya umeme wewe umesikia na unguruma? Sasa nikajiuliza, sawa Bongo mbona nilicheka sana roho. Lakini ndio hivyo, wenyewe wamekanusha, na hata haikutaji hata kukanusha, kwa sababu ni kitu tu ambacho kilikuwa kinaonekana kwamba ni edit, kwa sababu ule mlio ni wa Fiat au 93 Scania. Na kama sijajua. Kwa hiyo ndio nasema ukipita tu pale kamata, ikiwa inapita juu pale, kama hujaangalia juu, upo tu chini na mambo, hauwezi kujua kama imepita au kama haijapiga honi. Haina mlio. Sababu ni umeme. Mimi nimepanda na nakutana nayo karibia kila siku kamata, kwa sababu ndo mishe zangu nakofanyia. So unaweza kaona hiyo ndo Mbezi for sale.
Hiyo ndo Mbezi Wakuu. Hili jengo linaitwaje? Shamotawa au nini? Sio Shamotawa, si ni jengo gani? Ngoja tutaliona hapo mbele. Hapa napo mwendokasi ikiisha hapa, kodi hapa itakuwa ya moto. Kwa hiyo kama unataka kuja kukodi, kupanga, wai mapema. Hapa kuna upepo fulani hivi wa Indian Ocean. So hiki ni kituo cha mwendokasi hapa Goigi. Kule unaweza kuona Abudi, hiyo safari ya Tanga. Hili jengo linaitwaje ile? Niandikieni hapo chini kama mnalijua hili. Mimi silijui. Lakini ndo kama hivyo ninapokuambia. Hiyo ndo Dar es Salaam. Na huku ndiko tulikotoka. Mbezi. Andika hapo chini unaionaje Mbezi? Kwa sasa hivi ipo katika ujenzi hapa wa change face Mbezi Jogoo. Naona so it is what it is. Hapo mbele ndo njia panda ya Goba. Pale hivi, pale ndo njia panda ya Goba pale. Maisha ndo kama hivyo unavyoyaona yanaendelea. Na ujenzi unaendelea. Dar es Salaam hiyo. Dar es Salaam, Dar es Salaam. Hapa pia linajengwa kalavati kubwa. Unaona hapo katikati ndo maji yatakuwa yanapita. Mfereji huo. Kwa hiyo huwezi kuona maji. Kwa sasa hivi tulikofikia ni jambo zuri kufikia, kwa sababu kufikia mifereji ile kwa kisasa hivi ni jambo zuri, kwa sababu ile ya kizamani ilikuwa inaleta riski sana. Sasa hivi itakuwa afu kwanza ilikuwa inamaliza space. Kwa hiyo sasa hivi juu ya mfereji inaweza ikawa ndo sidewalk au ikawa ndio service road. Unaona? Kwa hiyo tunatumia nafasi vizuri. Tupo vizuri. To be honest, tupo vizuri. Sio ni nafasi. Ingawa bado tunaendelea, lakini sio mbaya. Sio vizuri. So mimi mpaka kufikia hapa sina la ziada. Hapa ni njia panda ya Goba, ukienda hivi ni Goba. Sina la ziada. Leo ilikuwa nataka niwaonyeshe tu ambako tumeanzia Mbezi Jogoo kule mpaka hapa njia panda ya Goba. Ukiendelea mbele safari unaitafuta Mwenge na maeneo mengine. Hapa ni shule hapa. Hiki kituo kinaitwa shule. Njia panda ya Goba. So kusubscribe, kulike, comment na kushare, lakini pia niandikie umekumbuka nini na unaionaje Tanzania katika hii ujenzi huu unaoendelea kila siku kuelekea Afcon. Huku nilikuwa hii barabara nilikuwa sijaiacha, kulikuwa na vumbi, kulikuwa na matope huku. Sasa hivi imepigwa lami. Unaona Dar es Salaam inavyojengwa kila siku. Hii barabara imepigwa lami.
yaani nimepotea siku 2 tu nikijua. Kwa hiyo niandikie hapo chini wewe unaonaje progress hizi hapa, tukiwa tunaendelea kujitafuta kufikia katika zile level za kimetropolitan city. Hadi wakati mwingine, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Naitwa Navigator Chinduli.